Miaka 30 ya Bongo Flava, tuko ndani ya jiji la Dodoma na moja kati ya watu ambao ukiandika kitabu cha miaka 30 ya Bongo Flava lazima jina lake litakuwepo hapo. Anaitwa Chidi Benz. Niko naye hapa kuzungumza naye mawili matatu. Mimi naitwa Ricky Kiselala sana and this is Rick Media. My brother, salam. Salama, mambo vipi? Freshi kabisa. Chidi, tukizungumzia kitabu cha miaka 30 ya Bongo Flava, jina lako liko pale kama Chidi, na hiyo heshima umepewa toka mwanzo mpaka sasa hivi. Kwenye event zote upo. Kuna wengine wamemisi sehemu fulani, it means kwamba wanapokuwa wanawaza basi jina lako kwenye kumbukumbu linakuwa pale la kwanza. So far unaweza ukazungumziaje kwa waandaaji waliokuja na hii idea ambayo pengine ilisababisha kutowaona baadhi ya wasanii ambao walikuwa wapati opportunity za kutumbuiza kwa mashabiki zao ambao walikuwa wamemisi kweli? Inasaidia kwa sababu watu wengi walikuwa na maisha yao na kazi zao, na kuna watu wajijua walikuwa na kipato gani na maisha gani walikuwa naishi, ila wamekumbukwa, tunakutana, kila mtu na maisha yake. Lakini tegemea fulani ana ofisi, fulani ana biashara, fulani wanasafiri, fulani wa hivi. Kwa hiyo mnakutanishwa, kwa hiyo inakuwa ngumu kusema huyu alikuwa na mind huyu alikuwa anamkasirikia huyu, kwa sababu kila mtu ana maisha yake. Kuna anayefanya vitu, kuna mtu alikuwa tu yuko mtaani anataabika haelewi. Kwa akiitwa issue kama hii anashukuru, anasema asante kwa kila anachokipata, kwa hiyo anafanya kazi kama vile ambavyo anatakiwa kufanya. Ndio hivyo. Yeah. Mabadiliko ya muziki yamefanyika dunia nzima. Sasa hivi tupo kwenye digital era. Kutoka kwenye enzi za kusambaza album, sasa hivi kila kitu kipo kwenye digital. Chidi, hii transformation so far, wewe binafsi umekuwa kwenye transformation na kwa kiasi fulani umefanikiwa pia kuishi kwenye digital era. Challenge kubwa hasa ni nini kwenye kufanya hii transformation, hasa kwa wale wasanii ambao wa zamani kuja kwenye digital era sasa hivi? Challenge kubwa ni kwamba kuna watu hatujui michezo unaofanywa mitandaoni. Hawa wa sasa hivi na tuseme ambao wako around na hii era wanajua kwamba unaweza ukafake, unaweza ukanunua watu, ukawatumia voucher, ukawaambia bwana sikizeni kila siku akizeni mnasema jina langu, akizeni mnaposti, akizeni mnaongea kuhusu mimi, akizeni mnawaambia watu kuna ngoma mpya, unawapa laki mbili, laki ngapi. Kuna watu walipwa voucher, kuna watu walipwa sui nini, kuna watu wanaambiwa tufanyeni challenge, si mambo ya challenge. Fanyeni challenge kisa tu ongelewe. Alafu kuna watu wanaambiwa ongeeni positive, nyinyi mnasifia, alafu kuna watu wanaambiwa ongeeni negative. Kwa mfano mimi sijaangalia sana, lakini kuna watu wameniambia kuna kitu ulifanya na Doto Magari, si ndio, kwenye train. Tuko na taniana, lakini Doto kaposti kama serious. Okay. Si umenielewa? Cause watu wangu mimi na watu pia ambao wananijua nao nikoje. Kwa hiyo kile kitu tulifanya kama utani kwenye train, lakini mwana mwenzetu yake posti kama serious. Chidi nimwambia hivi akamekasirika kwa sababu you know what I mean. So mimi I'm like what? Mna simu nyingi. Mimi nijua utani ule unapofanyaga mambo yako unatania utani wako unapofanyaga. Mimi ngeuka ile serious. Kwa hiyo kuna watu wangu na mtu wangu na mimi, si ndio? Mama naona vipi? Serious. Wewe ulikuwa unamfanya nini mwenzio? Umeropoka, umeharibu. Anasema what? Hili kwa utani. Sasa sijui kapostije ama kaikata labda mwisho utani kama unaogopa watu wanacheka na nini. Kwa hivyo na watu wanaishi hivyo. Tumeelewa, wanaishi kile kitu wanachokisema, wanatengeneza content yao, wanakubadilisha. Inawezekana uliongea mwishoni very serious, mtu anakata ile serious, abakishe pale kwenye miusho, aseme nimemwambia Chidi hivi na hivi na hivi. Kwa that's how inaenda sasa hivi, umeelewa? Kwa kumbe nimegundua inabidi tuwe makini sana hata huo utani jinsi tunavyotaniana. So umeelewa? Unataniana mtu ambaye mwenzio ndo kazi yake, sio anaimba muziki au utakuta stage, kazi yake kuwepo mule afanye content. Kwa hivyo sijapenda, ila nimesema kipi pia ndo content. Ile sijui kukoroma nakumiza wewe Doto kaenda kaiweka very serious kwenye upande wake. Kwa sijaona, unajua, but the way simu nazopigiwa Marekani wapo Doto takumpiga, no, nimpige Doto wa nini mimi? Haingiliani kwenye line yangu yoyote mimi. Umeelewa? Ni utani. Na mimi nikiwa serious niko very serious. Na kitu kama najaribu kutengeneza content kwa ajili. Kwa sasa hivi dunia ni hiyo, kwa hiyo lazima wewe dunia hiyo imechange now. Yeah. Chidi ni mmoja kati ya wasanii ambao
wana collab nyingi sana na zote zimekuwa ni hit song. By the time Chidi upo kwenye peak ndio ambao ulipata fursa ya kuwapa opportunity wasanii wengine pia kufanya na wewe collab. Nataka nifahamu wasanii wengi wakiwa kwenye peak huwa wanachagua sana kufanya collab. Yaani unakuta ni ngumu kusupport mtu ambaye pengine hayupo kwenye level yake sana, lakini Chidi inaonesha matunda kwanza alichokifanya nyuma. Sasa hivi unakiona kwa sababu zile collab zote bado zinakufanya hata pia ukuwa relevant na it's okay na watu wana appreciate hicho kitu ambacho ulikuwa unakifanya huko nyuma. Kitu gani ambacho wewe unaamini kwa msanii mpaka unasema now we can do collab hata kama mimi nipo kwenye level fulani, lakini as long as huyu msanii yupo kwenye criteria hizi basi naweza nikafanya naye collab? Heshima yake na jinsi yeye anavyobehave. Muziki ni heshima na muziki muonekano. Nikiona huyu ana muonekano mzuri na ana behave vizuri, atapata pesa kwa maisha yake, atasaidia familia yake. Ananiomba mimi ambaye naweza kumwambia sitaki, au ambaye nataka 500,000 nije kuwekea verse. Naona sihitaji hiyo 500,000, sihitaji nini. Yeye anamuona atakuja kuwa sehemu fulani na mwekea verse kwa sababu naye hangaike maisha, apigane, atafute. Kwa hivyo wote hao hawana neno na lakini bora ninachofuata mimi ni heshima yako ulivyonifuata na muonekano wako. Hata unaweza kuona muonekano wengi wamenifuata wasanii sasa hivi ambao ni mastaa wanang'ara, lakini kuna wengi wamenifuata mimi wamechoka sana. Siwezi kusema nani, lakini wengi wamechoka sana. Wote hao mnaona wananifuata mimi wamechoka, wana hali mbaya sana. But nao umeona wako vizuri, unatamba na nini, una maisha. So ndio hicho nilichosema mimi namwekea ataenda kuhangaika mwenye maisha yake. Apigane, siku atalikumbuka. Sasa jamaa alimfuata afu mimi nitakuwa nimpe hela nyingi na kutaka hata shilingi na kama tukafanya kazi. Wewe unafikiria hivyo. Kwa mimi nafikiria kuna siku wote utakuwa vizuri, mimi nitafurahi kuona uko vizuri. Ndio ilikuwa point yangu. Sasa hivi unaona kabisa vitu vinalipa. Naona wengi wako vizuri. Appreciate. No, mimi nahisi wote wana appreciate kwa sababu kwa sababu kama appreciate tukikutana ukaniambia mambo vipi na tosha kwangu. Appreciation zingine sihitaji. Sitaki kuambia nije hela, sitaki kuambia nipe hiki wala hiki. The only thing my brother vipi? Brother poa. Au bwana Chidi vipi? So lazima brother. Chidi vipi? Fresh. Na nakuwa unafurahi, enjoy. Ulichokuwa unakitaka kipindi kile sasa hivi uko na mimi sehemu moja. Sasa hiyo unafurahi. Yeah. Sawa, kutengeneza muziki kuna moments nyingi sana. Lakini najua Chidi kuna moment fulani ambayo unaikumbuka, kuna collab au session fulani ambayo ukikaa unasema man, katika kutumikia hii game ya muziki wa Bongo Flava hii itabaki kuwa the best moment kwenye maisha yangu ya kimuziki. Unaweza ukashare na sisi? Nirekodi na Mr. Ebo nyumbani kwake kabisa, tumekuwa kalialika, tumekula chakula kwa nirekodi naye, kakaa kwenye kiti. Ndio nimeona kwa mara ya kwanza. Sasa hivi wanakaa kwenye kiti watu wengi sana. Lakini hiyo Mr. Ebo na record naye nafikiri albamu yangu kwanza ya 2005 amekaa kwenye kiti na nilienjoy sana kwa sababu Ebo amerekodi huko na kuchekesha. So unaona kama la sijasema Ebo anakuzingua sana. Chekesha afu unajua kuna ile anavyoimba Kimasai. Afu kutana naye mnaongea kawaida. Chidi vipi bwana? Yes. Roshira Motika anaongea kawaida kabisa. Inaweza ukamtegea kitofa akakuchengua tu. Fesi ile kadiko ukacheka vibaya sana. Kwa Motika nimerekodi na Mkoloni sana imbele Kitanga, lakini Mkoloni anaongea vizuri sana. Na wote ni brother zangu wao, mimi mdogo unajua. Mkoloni anaongea vizuri tu, lakini mkali sana kuliko watu wanavyojua akiimba vile. Pia anaweza kuimba kawaida kama mkali sana. Mkoloni pia Langa unarekodi naye, yani anakwambia achana neno hili bwana la kishamba. Weka hili. Unarekodi naye unaenjoy, unafurahi. Wako wengi. Mangwea rekodi naye huko anasikiza verse. Hebu nipigie verse. World War 3 na World War 3. Hiyo weka. Kwa au na experience now. Okay. Sawa, nilikuwa naongea na brother Madi kwenye train akaniambia unajua Chidi, Mr. Blue, Dully Sykes, Alikiba, akamtaja na nani msanii mwingine nimesahau.
ni washikaji toka zamani huko, ni watu wa karibu sana. Sasa mimi nikajiuliza, hata sasa hivi nimeona ukimzungumzia Mr Blue pia, nikajiuliza, nikiangalia image ya Blue ya zamani ilivyokuwa, sasa hivi ndio Blue tunamwona kama msela hivi, lakini zamani kwa namna ambavyo tulikuwa tunamuona sisi kama plus man fulani nini, lakini ukimwangalia Chidi unajua kabisa huyu ni mwana, ni msela. Ile combination yenu ilikuwa inakaaje pale mpaka kubondi? Duli tulikuwa tunajaa kwake nyumbani sisi wote, na Duli ndo mimi wanasema sio nani alinitafutia jina no Duli. Mimi niko na gazeti ya The Source Magazine, nilikuwa nampelekea na mwanasha kitu, mmiliki wa The Source Magazine ndo Duli, akasema huyu inabidi aitwe Benzino, ni Duli. Baisa ni family tu, yani tuko Baisa mdogo mwenye, yani hiyo ni family kwa hiyo ukiongelea family ni sisi wenyewe. Mimi nampenda sana Duli, nampenda sana Baisa kwa sababu nampenda Banana Soro, tunapendani tukwe, nampenda Bushoke, umeona, ni watu ambao tuna bond, yani umeelewa, ya kifamilia kwanza, and bond yetu familia kwanza, alafu kuna ile bond unakutana na wasanii wengine na MB Dog ile pale, umeona, MB kishika simu yangu nifanye interview, umeona, na watu wengi na Mwasiti na yani wako wengi, lakini hiyo ya familia. Kwa hiyo nafurahi tunapokuwa na kitu kimoja. Sawa. Hapa kwa Mwasiti, yani ukisema, kuna agency moja tulipanda naye gari kwenye tour, akawa anasema kwamba hiyo si Mwasiti na Chidi, yani yeye anavyo sound anaona kama vile ni kitu kimoja. Mwasiti na Chidi, hakuna namna yote, kuna kipindi labda kama sasa hivi ambavyo mtu akiwa karibu sana na mtu unaanza kuhusisha na vitu vingine. Hakuna time ambayo ilifika watu wengine wakawa nahisi pengine labda karibu wa Chidi na Mwasiti kama vile kama hivyo kwa hapa kwenye mahusiano? Hapana. Kwanza mimi ni mkubwa kuliko Mwasiti, alafu vile sio kila mtu lazima mazoea yako yawe kimapenzi. Tunawasiliana, Mwasiti anaweza kanitania ujinga akacheka, na mimi naweza kumtania Mwasiti akacheka, tunafurahi, tunaishi kama family. Mimi naweza kawa mbali, basi naweza Chidi mchoo na mimi naenda, umeona, wakati huo wewe usikunita mimi mchoo nkaja. Kwa hiyo tunaishi family kabisa. Familia Mwasiti watu kadhaa na wajua, na kwa hiyo tuko tu amani na upendo, tuko sawa sana. Sawa. Muziki una mambo mengi kama kazi zingine, zina challenges zake, lakini ukiangalia hata Marekani wasanii wengi wao unapata challenge sometimes ya depression na vitu vingine, kutokana maybe na kutofanya vizuri kwa wakati au mabadiliko fulani yanatokea kwa msanii. So far wewe ni mmoja kati ambao umepitia some challenges na nini, lakini mpaka sasa tunaongea hapa tuko fresh nini, maisha mengine yameendelea Chidi. Tunaacha pasti zetu. Binafsi kwa sasa unatumia namna gani kujiprevent na depression, stress sometimes, lakini pia kuna msanii ambaye anaweza akahitaji labda Chidi aniambie kitu fulani, anapitia situation ya kujisikia kwamba yuko dilemma, hafanyi vizuri sana kama alivyokuwa anafanya nyuma? Depression ni ugonjwa ambao karibu kila mwanadamu anao duniani. Yaani pia una depression unayo. Ni kama bwana, kila mtu ana jini kwenye paji lake. Kwa hivyo hiyo ni ugonjwa ambao kila mtu anao. Inategemea umefumuka tarehe ngapi, mwezi ngapi, ulikuwa na stress gani. Labda una stress hii kwa umechanganyikiwa, sasa unachengua. Labda sasa hivyo kupoa lakini bado hujaridhika na kitu fulani unachengua. Depression kila mtu anayo. Kwa hivyo sio kitu kibaya sana. Bora vijana tu wa control, wajue kwamba tuna control. Hichi ni kitu ambacho tunakifanya, mwisho unaweza kushangaa umefika miaka 45 benga, umekuwa shehe, umekuwa padri, yani hutaki tena kwa change. Kwa ni kitu ambacho kina take muda, watu wakichukulia kwamba kina take muda. Kama kweli wewe umepangiwa hiki, hata ukiwa na miaka 70 unaweza kuimba. Sting anaimba mpaka leo. Sio, umeelewa? Sawa. Chidi umefanya collab nyingi, lakini kuna collab ambayo unaimba hata kwenye shows. Nimepita kwenye digital zako, kama nitakuwa sijakosea, sijaiona collab yako na Diamond. Mpaka sasa imeshindikana namna ya kuweza kufanya ule wimbo kuwa official kupatikana kwenye digital zako, au labda kwa Diamond. Ninachomaanisha maswali yanahusiana na miaka 30 ama yanahusiana nayo? Yanahusiana sometimes, lakini pia kwa sababu hana okay. Pili tumweke pembeni, ni msanii ambaye amesukuma sana, anajitahidi sana.
Tatu, mimi sio kwamba tuna connection na Diamond, tuna connection, tunaongea, tunafanya mipango, tunatumiana beat, tuna record ile pale. Hata mimi mwenyewe siko okay, hawana lawama wao, whatever ilivyoenda sehemu kadhaa nitasamehewa, lakini nao katika akili yangu timamu tuna vitu vingi ambavyo tumepanga tufanye na vimefanyika. Nilikuja tu kwa sababu sasa hivi tuko kwenye digital na wewe ukiangalia unapenda kweli, hata ukizungumza sema unapenda. Achana digital, weka kwamba uwe mwenzio umefanya naye, tuko vizuri, tuko poa. Huko digital utajijua wenyewe.